Hi guys, karibuni. Leo nataka niwafundishe jinsi ya kutengeneza ile rinda ya kutoa inchi 5 kwa mabega, yenye elastiki kwenye kiuno, kwenye mikono na marinda huku chini kwenye hiyo skati ya solo. Basi tuanze. Vipimo ni kama vile ninavyobandika hapo unavyoona. Kifua 40, kiuno 38, urefu 44, alafu marinda tutatoa inchi 10. Okay. Utaanza kukunja tambara chako hivyo. Kama kifua chake ni 40, sikigawanya mara 4 unapata 10. So na kisha unakunja hiyo na kuwa kubwa, alafu uwe na balance ya kushonea. Najaribu kutafuta line yake kwa hapa. Nitatoa inchi 5 kwa sababu hii rinda la kutoa inchi 5. Lakini sitatoa inchi 5, nitatoa 4.5. Hii nusu baadaye itakuwa ni ya kushonea. Alafu napata line yangu kwa hapa. Kwa hapa yake ni 9. Alafu natoa inchi 5 tena. Nachukua kwenye kiuno. Kiuno chake ni 16. Lakini unaongeza inchi 1 inakuwa 17. Sawa? Kwa sababu huku chini tutaweka elastiki, lazima kuwe na balance. Usipoweka itakupatia shida. Kwa hivyo hapo kwenye kifua, alafu na hiyo ni line ya kiuno. Tutachukua kivipimo vyetu vya kifua, tunamaki hapo, na kivipimo vyetu vya kiuno kigawa mara 4 unamaki hapo. Kama tu vile tunafanya, alafu unaunganisha. Alafu hapo kwenye bega, hapo kwenye bega tutachukua mabega yake. Mabega yake ni 16, kigawa mara 2 ni 8. Nitaweka hiyo 8 hapo direct. Sawa? Hiyo itakuwa ni shingo yetu. Hapo kwa shingo kutakuwa na elastiki ya inchi 1. Kwa hivyo tunataka iwe pana zaidi. Ndio maana umeona nimechukua hiyo bega mara 2. Sawa? Taongeza inchi 1 ya kushonea. Alafu nitapiga mstari namna hiyo. Takata nitoe upande wa juu. So tafadhali hapo usikate direct hapo kama vile mimi nimekata. Utaongeza nusu inchi ya kushonea kwa sababu hicho kipande kitashikana na kipande cha chini ya solo, alafu ukate. Mimi nilifanya makosa, lakini najua vile sababu mimi ni fundi, najua vile ambavyo narekebisha. Nitatoa hichi kipande. Hichi kipande nikipima nilikuwa sikiongezi. Kwa hivyo nitakitoa. Kama vile mlikuwa mkiona nikichukua vipimo, sikuwa nakiongeza. Maana nilijua nitakitoa. Kwa hivyo hivi vipande vitafanana, mbele na nyuma vitafanana. Kukata hii sio ngumu kwa sababu vitu vinafanana. Kwa tutakwenda tukate ya nyuma kama vile tulivyokata hiyo ya mbele. Nawekelea, tunatoa tu kopi. Namna hiyo. Kwa hivyo vipande vyetu ndio hivi, ya mbele inakaa namna hii. Hivyo. Na nyuma inakaa na hii. Unaona ukienda kushona hivi ndio itakaa
Takana iwe hivi kubwa kubwa. Kutakuwa na elastiki kwa shingo, kutakuwa na elastiki kwa kiuno na marinda chini ya solo. Sawa. Tukimaliza tutaziweka kando, tuende tukate ingine. Okay, kukata kwa mikono tunafanya tu vile ambavyo tumefanya katika upande wa juu, lakini mkono unachukua mzunguko wa mkono. Kama mzunguko wa mkono ni 16, unagawa mara 2, unaweka katika upana. Alafu pale juu unaweka huo upana pia. Hapo juu kama ni 8 unaweka 8. Sawa, alafu unatoa ile inchi 4.5, alafu unaweka kwapa yako au unachukua ya mbele unatoa kopi kama hivyo. Sawa, mkono wetu ulikuwa na urefu wa 18. Mkono lazima uwe mrefu kidogo kwa sababu gani? Kama unataka kufanya iwe waputo. Kwa sababu wangu nilikuwa nataka iwe mkono wa puto, pia niliweka elastiki kwa mikono huko mwisho. Kwa hivyo natakana iwe mpana. Alafu kwa sababu utaweka elastiki. Sawa? Alafu utatoa mkono wako. Kukata mkono sio ngumu. Kuna video kama hizi nimefundisha hapo nyuma yangu kama hii. Unaweza rudi nyuma tu kaangalia ili uweze kuelewa. Okay, sasa tunataka kutoa solo. Tutachukua vipimo vyetu vya kiuno ya ile nguo yetu ambayo tumekata, tupime hivyo vipande vya mbele. Alafu tukishapata tufanye hesabu ya kutoa solo. Hesabu ya kutoa solo mnajua nimefundisha kukata solo ya 100 na nimefundisha kukata solo ya nyuzi 180. Kanuni yake unachukua kiuno chako, unaongeza inchi 2 za balance, alafu unagawa na 3.14. Alafu yenye utapata ni solo yako pale yenye utatoa kwa kiuno. Alafu na urefu wa rinda lako hilo utaweka. Kumbuka kutakuwa na marinda chini ya hii rinda ambayo itakuwa na inchi 10. Kwa hivyo kama urefu wa hii nguo ni 44, alafu tutoe 17 ya bodice, alafu yenye tutabakia nayo tutatoa 10 kwa sababu itakuwa na marinda kule mwisho. Alafu ile ambayo itakuwa imebakia sasa ndio itakuwa ndio hiyo ya hiyo skati ambayo nimeonyesha hapa. Unaona? Okay. Nitapima hapo chini namna hii ndio nipate upana wa zile marinda ambazo nitatengeneza nije niweke hapa. Sijui kama mnanielewa. Ukishapata, kumbuka hii imekunjwa mara 2. Nikishapata kama mfano nilipata 70 na ninaongeza 70 mara 2, napata 140. Hiyo ndio itakuwa mzunguko wa hiyo skati yangu. Maana nilikuwa nimekunja mara 2. Nikishapata 140, nitaongeza mara 2. Itakuwa 280 kwa sababu alafu nitaongeza inchi 2. Tuseme nitakuwa na 300. Kwa hivyo hizo 300 ndio ninatakana nizifanye marinda. Hapa nafanya hizo hesabu ambazo nimewaambia. Sawa. Mzunguko umepata ni 70 nilipochukua. Unagawa mara 2 ndio upate skati mzima ina ngapi. Ukishapata ina ngapi, ongeza mara 2 kwa sababu tunataka marinda zetu ijae. Hapo ndio utapata 140. 140 sasa utaongeza mara 2 ndio rinda lako lijae. Hapa ndo tunafanya. Likishajaa unaongeza 2 za balance, itakuwa 300. Kwa hivyo tunatakana tukate vipande za urefu wa 300. Alafu hizo tutazichukua marinda zote zile zije zitoshane na kwa skati yetu ambayo ina mzunguko wa 140. Are we together? Natumai imeeleweka. Alafu sasa pale niliwaambia urefu wetu wa hiyo nguo ilikuwa ni 10 ya zile marinda. Unaweza fanya 10, unaweza fanya 9 au unaweza fanya 8 kulingana na urefu wako vile unataka ziwe. Mimi nadhani hapa nilifanya 8, alafu nikaongeza inchi 1 ya kupindia ikawa 9, nikaweka line. Sasa hapa natafuta vipande vya vitambara ambavyo vitakamilika 300, urefu wa 300. Alafu nitafanya marinda, nitavibandika mwisho wa ile rinda. Sawa? Nitakata vipande vyangu.
vipande vyangu ni hivyo nimepata. So nikiwa na vingi hivi nitaviunganisha mpaka nipate hiyo 300 yangu. Sawa, nitakata hii haiko vizuri. Alafu hizo zingine zilizobakia nitaziunganisha mpaka ziwe sawa sawa. Alafu nitaibandika kwa solo yangu kule chini. Okay, hiyo sasa tuna vipande vyetu ambavyo vitachukua solo, ndio hivyo vitakuwa chini ya sketi. Haya. Naonyesha tu vile vipande ambavyo tukimaliza tunatakana tuwe navyo. Kwa hivyo kama umeanza kukata tunatakana kuwa na hivi vipande. Alafu hii ni borders. Hiyo itashikana na hapo na hizo zingine marinda za hapo chini, alafu hizo ni mikono. Unaona nguo yetu imekamilika kukatwa. Ukishaunganisha kwa shingo, tunatakana tuwe na elastiki pale kwa shingo. Hiyo elastiki ambayo nitaka kwa shingo ni ya 1 inchi. Kwa hivyo nitakata vipande vya 2.5 inchi. Hiyo 1 inchi ukiikunja kisha kunjika, imekunjika na 2 inchi. Alafu uongeza nusu inchi. Sawa? Hiyo nusu inchi ni ya kushonea. Kwa hivyo mwisho wa siku tutakuwa na 2.5 inchi kitambara ikiwa katika mkunjo. Sawa? Si eti iko wima. Unaona kama hivi, unaona vile naonyesha 1 inchi. Lakini nitakana iwe 1.5 inchi kwa sababu ya kushonea. Sawa? So hapo nikapata ni 2.5 inchi kwa mkunjo. Inchi 2.5 inchi ukiikata ikiwa wima hivyo 3.5 inchi. Ukikunja itakuwa 1.5 inchi. Sawa? Maana hiyo 2.5 inchi. Sasa nikikunja mara 2 itakuwa 1 inchi. Ndio tutabandika pale kwa shingo ile ivute ile shingo. Kumbuka shingo tumeikata ni pana sana kwa sababu ya kuwa nitaweka elastiki 1 inchi ilete uzuri wake. Hiyo nilikuwa nimebakia niweke hapo. Bas. Okay, tumemaliza, mtaenda kushona.